Naomba nizungumze mambo mawili matatu na watani zangu wa kanda ya Ziwa. Naomba nizungumze na wawekezaji wa Tanzania. Naomba nizungumze na wafanyabiashara. Naomba nizungumze na wadau mbalimbali ambao wako tayari kuja kuwekeza Tanzania. Serikali imetekeleza jukumu lake la kujenga mazingira bora ya uwekezaji. Tukiona hii meli, pia tuone suluhisho la uhakika la kukua kwa biashara mbalimbali. Biashara za madini. Maeneo ya kanda hii ya Ziwa ni maeneo ya madini. Biashara za mazao. Ndugu zangu wa kanda ya Ziwa ni wazalishaji wa mazao, pamba, mazao ya mifugo, nyama, samaki, maziwa. Lakini pia hili ni eneo ambalo kibiashara liko kimkakati. Ukifanya biashara maeneo ya kanda ya Ziwa na uwepo wa meli hii, una uhakika wa kufanya biashara Tanzania, Kenya, Uganda na kote ambako uwepo wa meli hii unawezesha ama unarahisisha mambo ya kufanya biashara. Nchi za DRC, Sudan Kusini, Rwanda na Burundi, kwa tunaweza kufanya kazi. Kwa hiyo naomba watu mbalimbali wenye mipango ya uwekezaji, wenye biashara, iangalieni hii meli kimkakati. Serikali itasikitika sana baada ya uwekezaji huu wa zaidi ya shilingi bilioni 123. Tuone meli hii inakosa abiria. Tuone meli hii inakosa mizigo. Tuone meli hii haifanyi watu wafanye biashara. Watu hawapati pesa. Liko jambo moja kubwa. Hapa kulikuwa kuna meli inaitwa MV Umoja. MV Umoja ilikuwa inafanya safari zake kati ya Mwanza na Uganda. Hii MV Umoja ndani humu kwenye meli, yani kama hapa kuna njia za treni. Kwa hiyo treni ikitoka Dar es Salaam kwa ile reli ya zamani inaingia moja kwa moja kwenye MV Umoja. Sasa Mheshimiwa Rais alipoingia madarakani akasema hii meli ni lazima ifanye kazi, na sio kufanya kazi tu, ifanye kazi kwa ufanisi. Hivi ninavyozungumza na nyinyi, meli hii inafanyiwa ukarabati ambao utagharimu takriban shilingi bilioni 22.9. Mradi huu hivi ninavyozungumza umekamilika kwa 100%. Na meli hii ndio itakuwa kiungo sasa cha kuhakikisha mizigo inayotoka katika bandari yetu ya Dar es Salaam inafika hapa Mwanza, inakwenda moja kwa moja Port Bell kule Uganda. Na kule tumetengeneza pia reli. Treni ikiingia pale inaingiza mzigo mpaka ndani Uganda. Lakini hiyo ni moja. Tunajenga MV Umoja. Huku mbele nitawaambia Mheshimiwa Rais ameelekeza ijengwe meli nyingine katika Ziwa Victoria ya SGR. Hii ni ya MGR, ile reli ya zamani. Sasa tunajenga na ya SGR. Lengo letu ni kwamba mizigo yetu itakayokuwa inasafirishwa kwa SGR ikitoka Dar es Salaam inaingia moja kwa moja kwenye hiyo meli na inakwenda moja kwa moja kwenye masoko mbalimbali. Iwe ni Port Bell, iwe ni Kisumu, iwe ni kwingine kokote ambako tutahitaji iende. Na ndugu zangu, napozungumza SGR ya Tanzania naomba mpigie mstari. Hii ni SGR ya umeme. Nazungumza reli yetu ambayo treni moja likifunga mabehewa 100 lina uwezo wa kuchukua tani takriban 10,000. Hii meli tulionayo hii treni tulionayo ile inachukua kati ya tani 800 mpaka 1200. Hii SGR itakapoanza, na niwape tu taarifa kwa mahesabu ambayo tumeyapiga na utekelezaji wa mradi wetu, tunategemea mpaka mwaka 2028 SGR kutoka Dar es Salaam hiyo imefika Mwanza. Watu watoke kwa SGR kutoka Dar es Salaam mpaka kufika Mwanza ifikapo mwaka 2028. Ikifika wakati huo, tutakuwa tunaweza kusafirisha mizigo yetu kutoka Dar es Salaam mpaka kwenye bandari za nchi jirani kwa kutumia meli zetu, meli ya MGR na meli ya SGR. Meli ya SGR ambayo ina uwezo wa kuchukua mizigo mingi na inakwenda speed kali. Serikali pia inafanya uwekezaji kwenye maziwa mengine, Ziwa Tanganyika na Ziwa Nyasa. Tunafanya kazi kubwa katika Ziwa Tanganyika. Pale tuna mradi wa kimkakati kabisa wa ukarabati wa meli ya MV Liemba ambayo ina uwezo wa kubeba abiria 600 na tani 200 za mizigo, ikiwa ni sehemu za juhudi za kuimarisha usafiri wa majini katika Ziwa Victoria. Ukarabati huu unatekelezwa kwa gharama ya shilingi bilioni 32.9 na unatarajiwa kukamilika mwezi Julai mwaka huu 2026. Hadi sasa MV Liemba ukarabati wake umefikia 55%. Kazi nyingi zinazohitaji meli kuwa kwenye chelezo zipo katika hatua ya mwisho, huku nyingine zikiwa tayari zimekamilika, ikiwemo uwekaji wa vyuma vipya katika maeneo yaliyochakaa,
kama eneo la nahodha, vyumba vya abiria, vyoo, mabafu na migahawa, pamoja na maboresho ya mifumo ya mabomba, umeme na uendeshaji wa meli, sambamba na ukamilishaji wa hatua za mwisho za mifumo ya maji safi na maji taka. Hatukuacha pia kuwekeza kwenye maeneo mengine ambayo ni muhimu ama huduma saidizi za usafirishaji wa majini, na hapa ni katika kuwekeza huduma za usafiri wa majini na uokoaji. Kwenye eneo hili tuna ujenzi wa kituo cha uratibu na masuala ya utafutaji wa uokozi katika Ziwa Victoria. Serikali kupitia shirika la uwakala wa meli Tanzania TASAC imeendelea na ujenzi wa kituo kikubwa cha uratibu na masuala ya utafutaji wa uokozi, yani Maritime Rescue Coordination Center MRCC katika Ziwa Victoria, ambapo utekelezaji wake umefikia 98%. Kituo hicho kitaimarisha usalama wa usafirishaji na usalama wa watu na vyombo vya usafiri katika Ziwa Victoria. Tunao ujenzi wa vituo vidogo vitatu vya utafutaji na uokoaji, ambako TASAC inaendelea pia kufanya ujenzi wa vituo hivyo katika eneo la Kanyara Geita, Ukerewe na Msoma, ambapo utekelezaji katika eneo la Kanyara Geita umefikia 91%, Ukerewe tumefika 85% na Msoma tumefika 91%. Vituo vyote vimeunganishwa na umeme wa TANESCO. Mahitaji ya kuunganisha vituo na mifumo ya TEHAMA yamekamilika, na samani pamoja na vifaa vya mawasiliano na TEHAMA viko tayari. Tumefanya kazi ya ununuzi wa boti maalum za uokoaji. Serikali imenunua boti ya wagonjwa ambulance boat kwa ajili ya Ziwa Victoria, ambayo tayari imewasili na iko tayari kutoa huduma. Boti hii ni kama hospitali inayotembea na itaboresha huduma za afya na uokoaji kwa wananchi waishio visiwani na maeneo ya mwambao. Pia serikali imenunua boti moja ya utafutaji na uokoaji katika Ziwa Tanganyika, boti 2 katika Ziwa Victoria na boti moja ukanda wa bahari kule Tanga. Hatua hii imeongeza uwezo wa taifa katika kukabiliana na ajali. Lakini pia tumefanya ujenzi wa minara ya mawasiliano. Minara mitatu ya mawasiliano katika Ziwa Victoria. Tunajenga mnara katika eneo ama kisiwa cha Soswa ambao umefikia 50%. Tunajenga mnara katika kisiwa cha Kunene ambao umefikia 50%, na mnara mwingine tunajenga katika kisiwa cha Kweru ambao umefikia 70%. Hii minara ni muhimu sana katika kusimamia usalama wa ziwani. Lakini miradi hii pamoja na kusimamia usalama pia itaimarisha mawasiliano ya dharura katika maeneo haya, kutoa tahadhari ya hali ya hewa na kuwezesha uratibu wa haraka katika maeneo haya ya kanda ya Ziwa.